Watu wanasema walimu wa kwaya ni watu ambao ni wagumu sana kuoa. Ni wagumu kweli yani kuoa walimu wa kwaya. Na sababu sijui ni nini. Watu wanasema hivyo kwa sababu wamekaa na walimu wa kwaya wengi. Lakini ukiangalia pia kwenye maisha mengine, watu wengi, unajua kuoa ni sio kurupuka. Kuoa ni lazima ujipange kiakili kwanza, sio financial. Financial hela zipo tu. Kiakili kwamba mentality yangu nitawezana? Sawa, nitawezana. Financially nitawezana? Nitawezana. Haya, huyo naye mtajia kumuoa atawezana? Ndio hapo sasa ikifikaga hapo ndio inaanza kustaki. Kwa hiyo kwa miaka yote wewe mmoja kabisa hauwezani na hamna mtu anawezana na wewe. Sio kuwezana, kuwezana huko yani nasema kwamba kwa hiyo kuna muda niseme tu mwaka 2020 nilimwambiaga mzee wangu bana, mimi nimfuata mzee, mimi sikumwambia hata mama. Naoa mwaka huu. Ulikuwa serious ulikuwa unamtania? Very serious. Kusema sawa. Kulikuwa kuna harusi ya kakaangu. Inafanyika wapi Mwengi. Uje unionyeshe, kaambia sawa. Ishaamua. Ikatokea mambo ya kutokea. Na huyo mtu alikuwepo kumuoa. Yaani alikuwepo na yeye alikuwa na utayari. Kwa hiyo ikatokea kutokea story kaishia hapo hapo. Sasa hiyo inasemekana kwamba hasa walimu wa kwaya, yani mahusiano yenu yanakuwa ni muda mrefu sana. Yani kiasi kwamba mnaweza hata wazo likabadilika mkiwa bado kwenye mahusiano. Wakati unaweza tukafanya maamuzi baada ya kukutana, unafanya maamuzi mnaendelea. Ndio hiyo narudi kwamba maamuzi hayo yanategemea wewe kwanza, utayari wako wewe. Ukiwa na utayari wako wewe, mwenzako na wenyewe kuwa na utayari. Ambapo sasa hapo ndio vinakujaga excuse nyingi. Mpaka sijui niende nyumbani kwetu nikaage. Mara na wewe unaanza kusema mwenzako yuko tayari, unaanza kusema subiri kwanza. Kwa hiyo unapochelewesha mambo ndio maisha. Kwa hiyo ni vitu vingi vinasababisha watu wasioe mapema. Lakini mwisho wa siku tumshukuru Mungu kwa neema alizotujalia. Na mtulie naona hivi karibuni. Bila shaka mwaka ujao hautapita. Ni Mungu alivyopanga. Nafikiri atakuwa amepanga hiyo. Kabisa. Hongera sana. Muhimu sana.